Na hii ni Mnyalu TV. Moja kati ya video ambayo inasambaa sana kwenye mitandao ya kijamii sasa hivi ni hii video inayoonyesha bibi harusi na bwana harusi wakiwa kwenye tukio la ndoa. Hii ni video ambayo imetrendi sana. By the way, story kubwa kuhusiana na hii video, huyu jamaa unamuona hapa ni miongoni mwa watumiaji wakubwa sana kwenye mtandao wa TikTok, na anaposti video akiwa anacheza, na mara kadhaa anaonekana kucheza akiwa amevalia mavazi ya kike, na maudhui mengi ambayo anayaweka kwenye page yake ya TikTok ni maudhui ambayo yanamuonesha akiwa kwenye muonekano wa kike. So watu wamekuwa kienda mbali zaidi na kushangazwa na tabia ya huyo jamaa. So ameonekana kufunga ndoa, na kwa mazingira ambayo yanaonekana ndoa imefungwa kwa siku za hivi karibuni. Inawezekana ikawa ni jana au kabla ya jana hii ndoa ndio imefungwa, lakini kitu ambacho kimeenda mbali zaidi, wazazi wanasikika kwenye video. Inasikika huyu mwanamke ambaye anaolewa anaambiwa atoe pensi zake ambazo alikuwa anazivaa ampatie huyo jamaa ambaye ndo mume wake ambaye amemuoa. Sasa kwa namna ambavyo ameongea, inaonekana huyu dada na yeye alikuwa na tabia za kuvaa nguo za kiume. Kiufupi, alikuwa na tabia za kiume kwenye maisha yake ya kawaida. So kitu ambacho kimeonekana ni kwamba huyu jamaa alikuwa na tabia za kike, mwanamke alikuwa na tabia za kiume. So wamekutanishwa na kuoana, na ni kitu ambacho kimewashangaza watu wengi. By the way, ukipita huko kwenye mitandao ya kijamii utakutana na hizi video zimetrendi kinoma noma. Na nataka nikuwekee usikie tu namna ambavyo walikuwa wanawaambia kuhusiana na tabia zao ambazo wamekuwa wakizifanya mara kadhaa huko kwenye mitaa yao. Una mtazamo gani? Nijuze hapo kwenye sema comments. Ni miongoni mwa kitu ambacho kimewashangaza watu wengi. Baada ya kuangalia hiyo video, make sure subscribe and turn on notification ili uwe kwanza kupata habari ambazo zinawekwa hapa. Yaani tulia kama hivi. Kama akibatika kwenda umembalia. Akaelewa akasimama. Unausikia ujumbe? Nielewa vizuri. Huyu akaelewa. Huyu akaelewa. Mimi nitakuja kwenda. Mimi sana. Unakaa kupata saba. Sasa nimekuja hoteli huko. Bora maisha sawa. Mama na wewe nakukabidhi. Nimesema nini? Dogo Mariza kubwa lilete. Sawa. Huyu bibi atakuja nione mimi karibu. Huyu asikuta na sio bodi sio topo kava hapa sio kakate ya basi. Atutagi. Hizo pesa mama unazokuwa nazo naomba mkabidhi ya basi za kulalia. Ndio. Upo mwanangu? Ndio. Nisikusi. Wewe tukandie mimi tunakutana na mimi na mshangingi. Shoga yangu ndio wale ndio nakuambia. Basi nasikia mwanangu. Na hii ni Mnyalu TV.